mtendaji wa kijiji amenipigia simu kwamba kuna maiti huku mochri, sio kijiji yetu, ni akirudiki, lakini tunakuomba, mtendaji wa kirudiki anakuomba. Saa ile nimekimbia mochri, nimelipa gharama zote, nimeenda nimenunua makeka, ile nguo ya kuzika, kila kitu nimefanya haraka. Na sio mara ya kwanza, kila mara kijiji anaye shida wananipigia simu, mimi nakimbia. Bati zikiondoka mimi naenda napeleka, dawati wakitaka mimi naenda, watoto wana shida mimi naenda. Ligi mara ngapi nimefanya ya vijana. Leo diwani anasema mimi sio wa pale. So wakati mchango yangu anapokea mimi wa wapi? Kuni mkutano ya maendeleo anasema mimi sio ya kwake. So kifupi wanataka vitu yangu lakini mimi hawataki. Radhika, kwa nini ulimfukuza? Kwa sababu wananchi walikurekodi na klipu ninazo. Ulikuwa unamfukuza kwa nini? Sijamfukuza, nilimwomba anipishe kwa sababu kabla hata ya wiki moja. Tulia. Kuna karatasi hapo imetolewa kopi hiyo. Na iomba hiyo. Mpe nanili. Mpe na diwani wao yule. Mpe hapo diwani wao. Aitazame karatasi, aniambie. Iko ni kitu gani hicho? Mpe diwani. Diwani, chukua hiyo karatasi hapo, niambie ni nini hicho. Wasomee wananchi wako, ama hiyo karatasi unaijua? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwanza samahani. Unajua karatasi bosi? Nikuombe kwanza samahani. Unajua karatasi? Karatasi mimi sijui. Sasa sina nimekupa kwanza? Ndio, unajua kwa nini? Bosi, nakuomba. Bosi, nakuomba. Usinijaze upepo. Usinijaze upepo na kuomba. Mheshimiwa DC, bainisheni wananchi ambao hawana maeneo. Hii list nitashia na wewe. Bainisheni wananchi ambao hawana maeneo kabisa, lakini wako ndani ya lizi ya mwekezaji. Tupate idadi yake. Hiyo kazi sio kubwa, ni kazi ya siku moja tu hiyo mheshimiwa. Ni kazi ya kesho peke yake. Mpaka Ijumaa tuwe tumemaliza, mkishirikiana na uongozi wa kijiji. Tupate idadi ya wananchi ambao hawana kweli kabisa maeneo, wako ndani ya lizi ya mwekezaji. Kwanza tuweze kujua ni kiasi gani. Tukishajua ni wananchi kiasi gani, itatupa picha tunataka eneo la ukubwa gani kuweza kuwaweka hao watu waweze kujenga na kupata sehemu ya bustani ya mboga mboga na vitu vingine. Cha pili, wananchi wote waliojenga ndani ya lizi ya mwekezaji vibanda vyao watoke. Hiyo ni kazi ya wiki moja tu. Hawajabomoa tutakuja kuzitoa. Alafu mwenye dokumenti yake, mwenye lizi yake, yeye sasa atangulie anakotaka kwenda, tutakutana naye huko. Hiyo ni kazi ya wiki moja tu. Watoke, waache eneo la mwekezaji. Wale tutakaobainisha hawana maeneo sasa, ndio ambao ushauri kwa mwekezaji tumwambie, tutakwenda na kwenye vijiji sasa ambavyo tumekuta maeneo, mwekezaji atatusaidia kupata eneo kwenye maeneo hayo, na vijiji husika wakishirikiana na vijiji walivyotoka watatengeneza utaratibu mzuri wa kugawa maeneo hayo kwa watakaotolewa hapa kuhamia kwenye eneo lingine. Na huo ni msaada mkubwa ambao haujawahi kutolewa chini ya jua. Sio baba yako, sio mama yako, sio yoyote anakukatia eneo, anakupala bure, ukajenge, ukae tu, umpishe, usimfanyie vurugu. Utaratibu huo haujawahi kutokea hata siku moja. Yaani wewe uvamie kwenye eneo langu, bado mimi nikakununulie kiwanja nikuweke ukakae pembeni, utoke kwenye eneo langu. Naomba niwaambie wema huo unapatikana chini ya wananchi wanaolelewa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan peke yake. Sehemu nyingine hakuna. Lingepita greda wote kila mtu akachukua habari zake. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kazi hii yote inatakiwa imalizike ndani ya siku 14 kutokea leo. Baada ya hapo RPC, hapa pana matukio mengi ya kijinai, tuwabainishe wote pamoja na wale ambao tumeshawaweka ndani jana na leo. Tuwabainishe na wengine wote wachukuliwe hatua za kisheria. Na yoyote atakayeingilia katikati kutaka kuharibu utaratibu wa kazi, na mwenye naye pia ataingia kwenye mlango huo huo na atakunywa kwenye kikombe hicho hicho cha bati, chai ikiwa ya moto. Hatuwezi kuendelea
kutazamana na kuchekeana kila wakati. Watu wanavunja sheria kwa makusudi, watu wanapanda juu kwa makusudi, watu wanafanya vurugu kwa makusudi, wakiwa ndani ya eneo la watu, na mwananchi mmoja tu anaonewa muda wote, na serikali yetu endelee kukaa kimya. Hiyo kitu haiwezekani. Kwa hiyo utekelezaji wa mambo yote haya niliyozungumza uanze kesho haraka wezekanavyo, na baada ya hapo tutakutana. Naomba niwaambie wale wakorofi, tutaelewana tu vizuri. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kushare na kucomment. Asham TZ, always we available.